Wapendwa watazamaji wa RC Kahama Online TV, karibuni katika wasaa huu ambapo leo tutaangalia siku ya tatu kati ya siku tatu kuu za Pasaka, na siku hii hufahamika kama Dominika ya Pasaka. Lakini katika siku hii ya tatu, Dominika hii ya Pasaka hugawanywa katika sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza ni kesha la Pasaka na sehemu ya pili ni adhimisho la Dominika yenyewe, ambapo siku tatu kuu za Pasaka huisha kwa adhimisho la masifu ya jioni ya pili ya Dominika hii ya Pasaka. Tunapoanza na sehemu ya kwanza, huitwa kesha la Pasaka. Na kesha hili la Pasaka tufahamu kimsingi huitwa mkesha mama au mama wa mikesha yote. Kwani tangu karne za mwanzo Wakristo wa kwanza wamekuwa wakiadhimisha usiku huu mtakatifu ambapo Kristo alifufuka kutoka wafu. Na katika kesha hili la Pasaka limegawanyika katika sehemu nne, nazo ni kama zifuatavyo. Sehemu ya kwanza ndani ya kesha la Pasaka ni liturujia ya mwanga ambayo pia huitwa Lucernarium, ambapo kanisa linamshangilia Kristo mfufuka katika mambo yafuatayo. Kwanza, hubariki moto, lakini pia hubariki mshumaa wa Pasaka ambao ni ishara ya Kristo mfufuka. Lakini pia linausifu mshumaa huu wa Pasaka kwa mbiu ambayo inapigwa kutangaza ushindi wa mfalme mkuu. Sehemu ya pili ndani ya usiku huu mtakatifu ni liturujia ya neno la Mungu, ambapo katika liturujia ya neno la Mungu husoma masomo 9, 7 yakiwa ni ya Agano la Kale na masomo 2 yakiwa ni ya Agano Jipya. Na katika masomo haya yote kanisa linatafakari kwa imani juu ya safari ya ukombozi wa mwanadamu tangu historia ya Agano la Kale mpaka utimilifu wake katika historia ya Agano Jipya. Lakini sehemu ya tatu katika usiku huu mtakatifu ni liturujia ya ubatizo, ambapo wana wapendwa sana wa kanisa wanapobatizwa huingizwa katika ushirika mkamilifu na wana kanisa wengine. Na ni kwa njia hii sisi sote tunaobatizwa ndani ya kanisa tunarudia ahadi zetu za ubatizo, ambapo tunajishikamanisha na kujiunganisha na Kristo huyu mfufuka. Lakini sehemu ya 4 na ya mwisho katika usiku huu mtakatifu ni liturujia ya Ekaristi Takatifu, ambapo Kristo mfufuka anatualika sisi sote katika karamu yake ambayo ni ukumbusho wa mateso, kifo na ufufuko wake mpaka ajabu. Kwa tendo hili la kushiriki pamoja katika Ekaristi Takatifu, Kristo anakuwa ndani yetu akizihuisha na kuzitiisha roho zetu. Lakini tunapomaliza sehemu hii ya kwanza ya Dominika ya Pasaka, tuangalie sehemu ya pili ya Dominika ya Pasaka ambapo ni Dominika yenyewe. Na katika Dominika hii yenyewe hufanyika adhimisho la misa takatifu kama ilivyo kawaida. Lakini ndani yake, kabla ya kuimbwa shangilio na kabla ya kusomwa Injili, huimbwa shairi lifahamikalo kama sekwensia lenye kiitikizano: Kristo Pasaka wetu amechinjwa sadaka, tuile karamuye na tuimbe haleluya. Ambapo katika shangilio hili kanisa linamsifu Kristo mfufuka likimtukuza na kumuonyesha kwa wote. Lakini siku tatu kuu hizi za Pasaka zinatimilizika kimsingi katika adhimisho la masifu ya jioni ya pili ya Dominika, ambapo kanisa hushiriki kwa pamoja kusali likimtukuza na kumsifu Kristo aliyemfufuka. Tumwombe Mungu atujalie neema ya kuzielewa vema siku tatu kuu hizi za Pasaka, ili tunapozielewa vema tutafakari kwa kina juu ya fumbo la ukombozi wetu. Tumsifu Yesu Kristo.